Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanan illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu sarmada ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kuona leo ametujalia kwa mara nyingine kuipata nafasi ya kuweza kukumbushana na kuelimishana kunako mawili matatu katika dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tutaangalizia kitu muhimu sana, na hapa ni kama kukumbushana kama jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jambo hili ametufanyia tambihi na istifham, tuonesha kwamba katika moja ukamilifu kutuumba sisi, alitupa kifao ambacho kifao hichi isije kuwa hoja kwa mwanadamu siku hiyo ya kukutana naye, asije kudai ya kwamba huku nijalia kuwa mtu wa namna hii. Nacho ni kifao cha akili. Akili ni katika moja ya maumbile ambayo sisi wanadamu tulopewa ili kusudi tuweze kuwa na maarifa na kutambua kitu kwa wepesi. Ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, mambo mengi sana wanadamu walikuwa wakiyafanya, Mungu alikuwa kama vile kuwakumbusha. Afala taqilun, hela hamtia kilini, la'allakum taqilun, ili wapate kutia kilini. Manake ilikuwa watu wakifanya mambo, Mungu anatushtumu tena kwa kutukumbusha na kutuuliza, nyinyi sikukupatieni akili, mbona mwafanya vitu kama hivi na wakati mimi nimewakamilishieni? Lakini akili nini kilugha? Al-aqlu lughatan, wenyewe watu wa lugha wanatuambia akili kilugha ni al-hijru wan-nuha. Hivi ni vilma viwili lakini vina maana nyingi. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, imetajwa al-hijru katika Qur'ani kwa kilma kama hiyo, na ikaitwa an-nuha kwa sababu wasummiya bihi li'annahu yanha 'anil kabihi, ni kwa sababu akili kazi yake kubwa ni kukataza machafu, wa kulli ma yunafi al-aqla, na kukataza kile ambacho kwamba hupingana na akili. Lakini tukija katika wanazuoni wa lugha, maana katika istilah, akili ni ismun yaqau ala al-ma'rifati bisuluki as-sawab. Akili ni jina ambalo lazukia juu ya kujua njia iliyokuwa sawa sawa. Wal ilmu bijtinabi al-khata'i, na kujua namna gani mtu aweza kujiepusha na kosa. Fa idha kana al-mar'u fi awwali darajatihi, anapokuwa mtu katika daraja yake ya kwanza, ili aisabike ni mtu timamu, yusamma adiban, thumma ariban, thumma labiban, thumma aqilan. Hizi ni katika daraja za mtu, ili tumjue kama huyu amekamilika kiakili, lazima awe adiban, awe ariban, kisha awe labiban, kisha awe aqilan. Ariban ni mtu mahir, aweza kufanya kitu, makini hodari wa kufanya jambo kutumia akili yake. Labiban ni mtu mwekevu, aweza kusoma kitu na akaelewa hapo hapo. Aidan aweza kusoma kitu kwa ishara. Anapozivuka ishara, anapozivuka daraja hizo, mtu huyu kisha anaambiwa ni aqil, maana huyu ni mwenye akili. Lakini pia vile vile akili imegawanyika sehemu mbili. Kuna ghariziyun wa muktasabun. Kuna akili ya kimaumbile na akili ya kuchumwa. Akili ya kimaumbile wa huwa al-aqlu al-haqiqi, hii ndio akili ya kiuhakika ambayo Mungu aliopata kukuumba nayo. Wala haddun yataallaqu bihi at-taklifu wala yujawizuhu ziyada wala yaqsuru anhu an-nuqsan.
Akili hii ni ile ambayo ndiyo inaompima mtu amefikia katika hadi ya taklif ya huyu anaingia katika wale mukallafina, manake wale wenye kukalifishwa na sheria. Kwa sababu kila mwanadamu yuko na akili, hata mwendawazimu anayo akili, lakini akili yake haikufikia mpaka wa yeye akifanya mazuri alipwe, akifanya mabaya ataadhibiwa. Lakini ikiwa wewe uliopata ile haddu taklif, ule mpaka wa kuwa katika watu wenye kukalifishwa na sheria, basi wewe unaitwa ni aqil. Manake wewe unaohisabu, ukifanya libaya utahisabiwa, na ukifanya lizuri pia vile vile utahisabiwa. Lakini pia kuna akili ambayo ni muktasabun, hii ni ya kutumwa. Hii hupatikanwa kwa kujaribu jaribu, watamarusi watafqifi wa kathrati tajaribati, manake mtu kujaribu jaribu katika mambo, kuunda, kubuni, kufanya hivi, kusomeshwa, kufanya hivi. Hii inakuwa ni akili ya kufanini, ya kuchunga. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alituashiria kutuonesha kwamba alkayisu man dana nafsahu wa amilan lima ba'da almaut. Mtu mwenye akili, sikiliza mtume anavyokuambia, mwenye akili ni yule mwenye kuihesabia nafsi yake, kuipangia nafsi yake, kisha akayafanya yale yatakayomfaa baada ya kufa kwake. Kwa hivyo ni kitu gani ninachokiashiria? Tukumbuke ya kwamba jitahidi katika uhai wako huu, siku ya kiyama akili yako isiwe ndio sababu ya wewe kuweza kuingia motoni, ama akili yako isiwe sababu ya wewe kuweza kupata mazito siku hiyo ya kiyama. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alipotuweka hapa akatupa akili, twalazimika tuzitumie. Tunapokosa kuzitumia tunaingia katika wale kwenye kuasi. Akili inapokuwa imara huwa inajua ifanye nini, itengeneze nini, iimarishe kitu gani. Lakini akili inapokosa uhakika wa imara huwa haina manake nafasi ya aina yote ile ya kuweza kukuokoa wewe kama mwenye nayo. Nikimalizia na mashairi mamoja kukuonesha kwamba akili bora kwako wewe ni ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuzawadia nayo wakati anakuumba. Anatuambia mshairi, raaitu al-aqla naw'ain, nimeiona akili ni sampuli mbili. Manake akili ni kalite mbili, famasmu'un wa matbu'un. Kuna akili ya kusikia na akili ya kitabia, ile ulioumbwa nayo. Kisha akaendelea kusema, wala yanfa'u masmu'un idha lam yakun matbu'un. Akili ya kusikia haina manufaa kwako wewe ikiwa kama wewe akili yako ulioumbwa nayo haikunufaishi. Ikiwa akili yako haikusaidii lolote, usitegemee ati akili ya fulani, sababu ule fulani ana uwezo wa kudanganya, ana uwezo wa kupoteza, ana uwezo wa kuongoza. Lakini akili yako inapokuwa ni imara, inajua nipokee kitu gani, niteme kitu gani. Kisha anakuambia kama la tanfa'u shamsu wa dhaw al-aini mamnu'. Kama gisi jua halinufaishi ikiwa kama mwangaza wa jicho limeziba. Manake mtu aliozibwa macho, jua liwake namna gani halimnufaishi, sababu yeye huona giza. Kwa hivyo tambihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameituelekeza nao ndani ya Qur'ani kutuonesha tunalifanya. Jamani, hatuna akili, lolote leo unatolifanya katika maisha, katika kutumikia khaira, katika kufanya dhambi, katika kuharibu, katika kutia fitna, kufanya lolote lile libaya, inakubidi uweze kutumia akili ya kwamba hili ninalolifanya leo, kesho mimi nitahisabia. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.